lenye mustakabali wa maadili mema. Hii inadhihirishwa na uwepo wa sheria na mikakati mbalimbali. Inatambua umuhimu wa afya ya wazee, kwamba wazee wana haki ya kupata huduma bora ya afya zinazowezesha maendeleo mazuri ya afya zao. Mkakati wa kupunguza na kukuza uchumi wa mwaka 2016 mpaka kufikia 2020, Mkuza 3, umeweka bayana umuhimu wa makundi mbalimbali kupata huduma ikijumuisha na wazee wetu. Pia sera ya afya ya mwaka 2011 imewatambua wazee kuwa na haki ya kupata huduma bora za afya katika kufikia azma ya afya kwa wote. Pia lazima muwe mnajipima. La pili, mbadilishe mpango wa chakula. La tatu, muache kukaa ndani mfanye kazi zenu. La nne, mjizungurushe muwe na grupu, msocialize ili muweze kuwa na endelea kuishi. Alhamdulillah, umekuja huu mradi, mambo yamekuwa mazuri sana. Sisi hatujisifu, lakini watu wanajua, kwa sababu katika areas tulofanya mradi, wale waliokuwa shehia majirani wanakwenda kuambia wenzao kwamba waambieni na sisi kwetu waje ili na sisi tupate. Lakini sisi tunafanya kwenye shehia zetu na tunafanya ujirani mwema. Tukifanya ujirani mwema, tunawaalika shehia zilioko majirani waje kuona mambo tunofanya. Kwa hivyo katika hayo tumefanikiwa sana, kwa sababu hata tukifanya outreach siku hizi tunaona watu wanavojaa kuja kujipima. Nyumba wazee sasa hivi hawafi. Tumeona kwamba wazee wamefikia umri wa miaka 68 wa kuishi sasa hivi. Hii nimesema ni wastani, lakini kuna wazee wanaoishi mpaka miaka 90. Mwaka jana tulishuhudia, ilikuwa ni mwaka juzi, mheshimiwa mzee wetu, rais wetu aliyepita, Mheshimiwa Rais Mwinyi alikaa mpaka miaka 90, alifika 95 almost 99. You can imagine 99 years. Kwa hiyo wazee bado wanaishi, bado wenye 80 nao wapo hapo katikati, wenye 70 nao wapo. Kwa hiyo wazee wanaishi muda mrefu. Sasa hawa wazee tukiwachukulia tu kwamba wanakuwa wapo, pengine miaka mingine walikuwa hawaishi hivyo, ni lazima tuwe na mikakati thabiti ya kuweza kuhakikisha huyu mzee, amezungumza Mama Bi Salama, amezungumza Mheshimiwa Speaker kwamba uzee unakuja na changamoto zake. Unaweza kusikia maumivu hapa, pengine ambapo ulikuwa huyasikii, unaweza kuona hata mwendo unapungua. Lakini sasa hatuwezi kusema tu tukaangalia ili kundi likue liendelee kama linavyoenda. Lazima tuwe na mikakati thabiti. Kwa hiyo ikawa ni sababu mojawapo ya kuanzisha huu mradi. Bana jamani, mradi huu umetupeleka pazuri sana, na kila nikienda nikipima huambiwa wewe huna sukari wala huna hichi, isipokuwa uendelee na dawa. Kwa hivyo nashukuru, naendelea na dawa na miko wanayotuambia na tekeleza vizuri. Basi mlaji wa mafuta pengine mwaka siku moja, kama siku ikija hii basi pengine ndio utakula hiyo mafuta haya. Lakini hivyo vya zamani walivyotupa wazee wetu, wa kuchemsha, kiasi cha kuchemsha. Sasa mambo ya chipsi, mimi chipsi simo. Mimi chipsi simo. Nashukuru sana jamani, na waomba waendelee, na sisi tuko tayari kuyasikiliza wanayotuambia.